Kama kwenye mkoa huu sasa hivi kuna mradi wa daraja kubwa unaotekelezwa kuzidi daraja hili. Ninaamini sisi ni wa kwanza. Tuwapigie makofi mengi sana TARURA na Mama Samia na mheshimiwa mbunge wetu. Kimsingi mheshimiwa Mneki, sisi hatuna kwere na kazi hii ya ujenzi wa barabara na daraja la Ifunga. Kamati ya siasa ya mkoa, moja ya jukumu lake kubwa ni kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika mkoa husika. Uwepo wa mradi huu unakwenda kuongeza fursa, lakini pia unaongeza uchumi kwa wananchi wa eneo husika. Lakini kwa uwepo wake hapa tu ni vision ambayo tutakuja hapa tutaiangalia, inaonekana kama utalii katika eneo letu. Na naomba niwaambie kwa jinsi ya daraja hili lililojengwa hapa, Mheshimiwa Diwani, mkitangaza fursa, eneo hili hapa linatosha kujenga hoteli ya kisasa ambayo watu watakuja kupumzika na hapa patakuwa na utalii. Kwa sababu gani? Kwa sababu structure yake peke yake inavutia na inaonyesha kuna kitu cha pekee kimetokea mahali hapa. Kwa uzoefu wangu wa kusafiri nje, haya ni madaraja tunayokutana kule nje. Na wenzetu wanajenga hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu mwisho wa siku uko chini inakuwa ni barabara, magari mengine yanapita na shughuli zingine zinaendelea. Leo sisi tumejenga kwenye mto. Hii ni hatua muhimu inayohitaji kupongezwa, na tuwapongeze wenzetu mlio design daraja hili ambalo kimsingi pamoja na muonekano wake, lakini linapunguza gharama za ujenzi. Kwa sababu kwa gharama zilizotakiwa kufanya daraja hili, kama wangejenga kwenye daraja la kawaida, kwa maelezo ya kihandisi, hapa mtindo huu umeokoa zaidi ya shilingi milioni 600 ambazo zilitakiwa ziingie hapa. Kwa hiyo pekee ni ubunifu mkubwa, na tunashukuru kwamba ubunifu huu umekwenda kwa sababu unatumia malighafi rahisi tulizonazo. Kwetu mawe ni rahisi kuliko tungetumia utaratibu mwingine ambao ungewekwa kwenye eneo hili. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kuwapongeza TARURA kwa ubunifu huo, lakini pia tunamshukuru mama yetu Dr. Samia Suluhu kwa namna ambavyo ametoa fedha zinazojenga daraja hili. Lakini hili halikutokea peke yake. Lilipokea kwa mshikamano ambao upo kati ya mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge, wakashirikiana akaenda kwenye baraza likaridhia, likaamua kutoa fedha hizi kwa ajili ya kujenga daraja hili. Ndugu zangu, ni milioni 900, sio mchezo. Hela ambayo yenyewe ni mashahidi, mmeshuhudia kwamba shule nzima tunaijenga kwa karibu ya shilingi ngapi? Milioni 500 na nini, tutapata majengo ya kutosha kabisa. Lakini leo tumeamua kuriski milioni 900 tunawekeza kwenye daraja hili. Shule 2 maana tumezizika hapa. Kwa hiyo tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, lakini tuwapongeze mlioibua wazo hili la kujenga daraja hili mahali hapa. Kwa hiyo kama nilivyosema, moja ya jukumu letu kufanya ukaguzi. Sisi tumekagua, tumeridhika, tunasema viwango vinavyoendelea viendelee kufanya kazi, lakini kinachotufanya turidhike zaidi ni pale tunapoona watangulizi wetu wa chini wameshafanya kazi, wamefika hapa. Kamati ya siasa ilikuja imefanya ukaguzi. Kamati ya siasa ya wilaya imekuja imefanya ukaguzi. Tunapouliza wanasema tunaridhika na tunachoendelea. Hicho kinatupa tumaini kwamba upo mshikamano, na kwa kushirikiana hivyo tunapata vitu vyenye matokeo bora. Rai yetu ni kuendelea kutumia njia hiyo katika kusimamia miradi yote ya kushirikisha jamii katika hatua za kwanza mpaka hapo tunapokwenda. Wananchi, mlikuwa mnafika hapa kuona kinachoendelea? Wananchi mmefika hapa kuona kinachoendelea? Mmeridhika na kazi inayofanyika? Kazi hii ina tija au tumepoteza tu fedha hapa? Kwa hiyo tuungane kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri anayoifanya. Hatua ya ujenzi chini.